Jeshi la anga la Israel IAF limefanya mashambulizi makali dhidi ya mji mkuu wa Iran Tehran Jumatatu hii, likitumia zaidi ya silaha 100 kulenga vituo muhimu vinavyohusishwa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC pamoja na vikosi vya usalama vya ndani, kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la ulinzi la Israel IDF iliyotolewa Jumatatu. Mashambulizi hayo yaliyoelezewa kuwa na nguvu isiyowahi kushuhudiwa yameathiri maeneo ya kimkakati ya utawala wa Iran, yakiwemo makao makuu ya Tal Allah, kikosi cha Said al-Shuhada na makao makuu ya Basij, hali inayozidisha mvutano zaidi. Kwa mujibu wa IDF, makao makuu ya Tal Allah yenye jukumu la kuilinda Tehran dhidi ya vitisho vya ndani na nje, na kikosi cha Said al-Shuhada kinachohusika na ulinzi wa taifa na kukandamiza maandamano vilikuwa miongoni mwa shabaha kuu. Mashambulizi hayo pia yaliathiri kitengo cha usalama wa taarifa cha vikosi vya usalama vya ndani vya Iran ambacho husimamia udhibiti wa mawasiliano ndani ya taasisi hiyo. IDF imekadiria kuwa wanajeshi kadhaa wa IRGC wameuawa katika mashambulizi hayo, ingawa idadi kamili ya vifo haijathibitishwa rasmi. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz alifafanua kuwa mashambulizi mengine yalilenga makao makuu ya Basij, taasisi inayotekeleza kanuni za Kiislamu, na kuripoti ukiukwaji wa kiraia, gereza la Evin linalojulikana kwa kuhifadhi wafungwa wa kisiasa na wapinzani wa utawala, pamoja na saa ya maangamizi ya Israel iliyopo uwanja wa Palestina, jengo la kihistoria lililojengwa mwaka 2017 likihesabu muda hadi Israel ifutwe ifikapo mwaka 2040. Katz pia ameeleza kuwa mashambulizi yalilenga makao ya kiitikadi ya IRGC na vituo vingine vya utawala. IDF ilifafanua kuwa shambulio dhidi ya gereza la Evin lililenga lango moja tu na hakuna taarifa ya majeruhi miongoni mwa wafungwa, ishara ya uwezekano wa kuwezesha kutoroka kwa baadhi yao. Shambulio dhidi ya gereza la Evin limekosolewa vikali na Noem Kohler, dada wa raia wa Ufaransa Cecil Kohler anayezuiliwa Iran. Akizungumza na shirika la AFP, Nomi alilitaja tukio hilo kuwa lisilo na uwajibikaji kabisa, akisema, "Hatuna habari yoyote, hatujui kama bado wako hai, tumepanic." Amewataka viongozi wa Ufaransa kulaani mashambulizi hayo na kuchukua hatua za kuokoa raia wa Ufaransa walioko gerezani, akisisitiza hatari wanazokabiliana nazo wafungwa hao. IDF imesisitiza kuwa vikosi vilivyolengwa ni sehemu kuu ya jitihada za utawala wa Iran kudhibiti hali ya ndani na kukandamiza upinzani. Mashambulizi haya yanawakilisha hatua kubwa ya kijeshi ya Israel dhidi ya Iran na yanazua hofu ya mashambulizi ya kulipiza kisasi na kuyumbisha zaidi uthabiti wa Mashariki ya Kati. Attention! Your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers. Contact us now at info@snstz.com or WhatsApp 0659250389 to amplify your brand to the SNS family.